yako iko City, haki zako ziko City, au wengine tu wanafoji, na mwaka huu nyuma haturudi. Osman Masudi, Zanzibar inakuamini, uni mwaka wa ushindi, hadi Ikulu ketini, na mtaraji wa rais niwe, tunaomba dua Mola ijalie, shusha tanga, tuweka tanga, safari mbele na iendelee. Sisi ndo wazalendo, ACT, naipenda chama langu, undo mwaka wenye vishindo, taratibu tunaomba dua kwako Mungu. ACT Wazalendo, taifa la wote, Zanzibar mpya, Zanzibar moja, mamlaka kamili. Asante sana. Ndugu kiongozi wa chama, ndugu makamo mwenyekiti wa chama Tanzania Bara, ndugu makamo mwenyekiti wa chama Zanzibar, ndugu katibu mkuu, ndugu wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa secretariat, wasaidizi wote, nyote kwa pamoja, habari ya asubuhi. Mmependeza, mashaallah. Ndugu kiongozi wa chama na ndugu wajumbe, kwanza naomba niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka wazima na tukaweza kuhudhuria kikao hichi muhimu sana, sio tu kwa chama chetu, lakini kwa nchi yetu na mustakabala wake. La pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kumshukuru katibu mkuu wa chama, pamoja na mizigo mingi ya ndani ya bunge, ya jimboni, ya uwenyekiti, kwenye kamati muhimu ya bunge na shughuli zake nyingi, lakini kwa kweli amejitahidi kusimama katika bado kuwa katibu mkuu wa viwango, kwa maandalizi mazuri ya kikao hichi, sio tu kwa kuwaita watu, lakini pia maandalizi ya ajenda. Naomba niungane na nyinyi na tuungane pamoja katika kumpongeza kwa dhati kabisa. La tatu, naomba nichukue fursa hii niwashukuru wajumbe wote mliohudhuria, ambao mmeshafika, na wale ambao wapo njiani wakiwa na dhamira kuhudhuria kikao hichi, lakini na pia wale ambao walikuwa na dhamira ya kuhudhuria kikao hichi lakini bahati mbaya wamepata udhuru mbalimbali. Tunawachukulia tuko nao pamoja katika kikao hichi. Ndugu wajumbe, naamini mtakubaliana na mimi kwamba kikao hichi maalum kinakwenda kujadili ajenda muhimu sana, sio tu kwa mustakabala wa chama chetu, lakini kwa mustakabala wa nchi yetu. Tokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, kuna mambo mengi yamejitokeza, yakiwemo yaliyoleta hasira, majonzi, maafa, lakini yaliyoleta majonzi zaidi pengine na hasira zaidi, kwa namna ambayo Watanzania walitarajia yale yaliyojitokeza yasimamiwe kwa uongozi thabiti na kwa kuonesha njia, kuivuusha nchi yetu
iende katika hatua nyingine yenye matumaini baada ya yale yaliyotokea. Naamini kwamba wengi wamevunjika moyo, kuna ambao wamekata tamaa, wanahisi kwamba mustakabali tunaokwenda nayo, mwelekeo tunaokwenda nao hauakisi yale ambayo yametokea katika nchi yetu. Mimi niseme kikao hichi ni kikao cha viongozi muhimu sana wa chama makini, wa chama ambacho kinategemewa, kina heshima yake maalum kwa umakini wake na kwa uwezo wake wa kukabili mambo mbalimbali, kukabili kwa umakini lakini kukabili pia kwa hoja, kukabili kwa kuonesha uongozi bila kuingiza hasira, bila kuingiza majonzi tulionayo. Hii imekuwa ni sifa yetu, na mimi niseme kwamba tunataka kuithibitisha sifa hii, tunataka kuimarisha sifa hii, basi tuimarishe katika kikao hichi. Ndugu viongozi, wajumbe wa kamati kuu, tunahitaji kuziendea ajenda tutakazozungumza, niseme kwanza kwa umakini mkubwa sana, na umakini ambao tusiangalie sana nani katenda nini, lakini tuangalie zaidi tunahitaji kama nchi, kama taifa kutengeneza jambo gani. Tuzikabili ajenda tunazo kwenda kuzungumza kwa kuangalia ukubwa wa nchi yetu, na ukitaka kujua ukubwa na umadhubuti wa nchi yetu, basi tuangalie namna tunavyozungumzwa na majirani zetu katika mambo ambayo mengine yale ambayo tumepata mafanikio. Binafsi yangu kwa mfano, nilikuwa nasikiliza vipindi vya uchambuzi wa Kenya kuhusu mpira wa Tanzania. Ukiwasikiliza huwezi kuamini kwamba hawa ni Wakenya wanaoizungumza Tanzania, wanavyoizungumza sophistication, hatua zilizochukuliwa na ubora tuliofikia na mwelekeo, na wakilinganisha na wao walipo. Lakini tuitazame nchi yetu katika nyanja mbalimbali na taasisi zake, katika mambo ambayo si ya siasa au mambo ambayo hayahusu siasa, utaona kwamba tuna nchi ambayo kwanza ina taasisi madhubuti. Hata hizo tunazozilaumu, wana umadhubuti wao, wana uwezo wao ambao umejengwa kwa miaka mingi. Tukitaka kuizungumza ajenda hizi kwa umadhubuti na umakini wa chama chetu, tuangalie potential iliyopo katika nchi yetu na wapi tunaweza kufika. Tukiyazingatia haya yote, tutaona kwamba ni kwa kiasi gani wale ambao wamejipa mamlaka ya kuendesha nchi hii wanaikosea sana nchi hii kwa kutokuiendesha kwa umadhubuti, kwa umakini, kwa uadilifu na kwa misingi ambayo inakubalika. Na hayo mimi nasema iwe ndio tunachokitafuta, kuonesha njia. Tukizingatia tu yaliyotokea na walioyatenda haya, tunaweza kukata tamaa, badala ya kutoa suluhisho tukatoa hasira. Naomba nikumbushe hadithi moja niliwahi kuizungumza hapa, kwamba kuna wanakijiji walikuwa na shida ya barabara. Kuna siku wakaamka
wakakuta kwamba imekuja magari na mafundi, wakajua barabara yao inakuja kutengenezwa, maana wamekuja na vifaa. Wakaenda na shughuli zao kwa matumaini, wakijua kwamba barabara leo imetengenea. Lakini waliporudi wakakuta kwamba kumewekwa vibao vinasema barabara mbovu, endesha polepole. Vimejaa barabarani. Kwa hasira yao wakaving'oa, barabara ikabaki mbovu. Na hiyo indhari ya kwamba barabara mbovu, kwa sababu wanaiona, haikuwa na haja ya na sisi tusifike pahala vyama, hasa chama chetu hichi, tukafika pahala tukawaekea watu vibao vya kwamba barabara mbovu. Tuitengeneze barabara. Hilo ndio wanalolitafuta Watanzania, na hilo ndilo ambalo litatupa heshima yetu pale pale, kwamba sisi ni watu wa kutengeneza barabara, hata ikiwa mbovu ya namna gani. Kwa hivyo mimi niwaombe sana kwamba tuendee tunayotaka kwenda. Maneno ya wazungu wanasema, give your emotions the benefit of your intellect. Give your emotions the benefit of your intellect. Hata ukiwa na hasira namna gani, zitangulize akili zako, yatangulize maarifa yako, tanguliza uwezo wako katika kutafuta suluhu, katika kutafuta suluhisho. Maana suluhu inaonekana imeshindikana. Kwa hivyo kutafuta sasa suluhisho la matatizo ya nchi yetu. Nchi yetu ina potential kubwa sana, tusiendelee kuisimamisha hapa ilipo. Tuisaidie nchi hii, tuwasaidie Watanzania katika kufika kule ambako kwa hakika wanastahili. Naamini kwa vichwa viliopo hapa, kwa uwezo waliopo hapa, kwa maarifa yetu na kwa utamaduni wa chama chetu ya kujadili mambo, basi naamini tutatoka na kitu ambacho mwisho wa siku kitawasaidia sana Watanzania. Na huo ndio wito wangu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na nitamke rasmi kwamba kikao hichi nimekifungua rasmi.